Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema kwamba Vladimir Putin, rais wa Urusi, haonyeshi nia ya kutaka kumaliza vita. Hii ni kutokana na namna ambavyo bwana Putin na majeshi yake wanavyozidi kufanya mashambulizi ndani ya Ukraine, lakini na maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Kursk. Rais huyo wa Ukraine ameituhumu Urusi kutoonyesha nia ya kuvimaliza vita kutokana na kuendeleza wimbi la mashambulizi ya anga katika miji ya Ukraine. Ni kama vile Putin hayuko tayari kwa ajili ya kumaliza vita, anatushambulia kila kona, anasema rais huyo wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky. Aidha, ameituhumu Urusi kutoonyesha nia ya kumaliza vita hivyo kutokana na wimbi la mashambulizi makali ambayo katika kila eneo katika miji ya Ukraine yanaonekana. Zelensky ambaye amewataka washirika wake wa magharibi kuendelea kumpa msaada wa kijeshi hasa mifumo ya ulinzi wa anga, amesema wiki iliyopita kwamba Urusi imefanya mashambulizi zaidi ya 2000 ya anga kwa kutumia drone za aina mbalimbali na makombora. Rais huyo wa Ukraine alifikia wiki hii huko Saudi Arabia pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30, lakini bwana Putin bado ameweka masharti juu ya mpango huo ambao hadi sasa haujapitishwa. Mjumbe wa rais wa Marekani Steve Witkoff amesema hii leo kuwa Rais Trump anatarajia kufanya mazungumzo wiki ijayo mnamo Machi 18 na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu vita vya Ukraine. Kwingineko katika maeneo ya Kursk, takribani maafisa 30 kutoka NATO wamezingirwa na wanajeshi wa Urusi. Hawa ni wanajeshi wa NATO ambao walikuwa wakitoa msaada kwa ajili ya urushaji wa makombora, na wakati huu wapo katika mzingiro mkubwa katika eneo la mkoa wa Kursk. Na hii ni kwa mujibu wa mratibu wa mtandao wa chini unaunga mkono Urusi huko Nikolaev, Sergei Lebenev, ambaye alieleza kupitia vyombo vya habari. Kulingana na taarifa ya mtandao wa chini, kuna maafisa wa taaluma za juu wa NATO wapatao 30 ambao walikuwa wakiongoza askari wa Ukraine na kushughulikia data zinazoingia za kijasusi kutoka kwa satellite za NATO na kurekebisha urushaji wa makombora ndani ya eneo la Urusi. Wamezingirwa katika mkoa wa Kursk. Mkuu wa majenerali wa Urusi Valery Gerasimov alisema katika mkutano na rais wa Urusi Vladimir Putin siku ya Jumatano kwamba vikosi vya Urusi vimekomboa zaidi ya 86% ya eneo hilo, ambao ni sawa na kilomita za mraba 1100 zilizokaliwa kwa mabavu na Ukraine katika mkoa wa Kursk nchini Urusi. Alisema askari wa Ukraine walikuwa wamezingirwa katika mkoa huo na walikuwa wakiondolewa hatua kwa hatua, huku vikosi vya Urusi vikizidi kusonga mbele katika mkoa wa Sumi na Ukraine kupitia sehemu kadhaa za mpaka. Bado Urusi inaendeleza mashambulizi makali, huku baadhi ya wanajeshi wa Ukraine na hata rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky wakiona hakuna nia ya Urusi kusimamisha mapigano. Urusi imezidisha mashambulizi makali, na wakati huu Urusi licha ya kwamba imekubali kwamba itasitisha mapigano, lakini imeweka masharti yake ambayo wakati huu Marekani pamoja na Ukraine wanafikiria ni namna gani wataweza kukabiliana na masharti hayo ya Urusi. Siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba alimuomba rais wa Urusi Vladimir Putin kuokoa maisha ya maelfu ya wanajeshi wa Ukraine ambao sasa wamezingirwa katika mkoa huo wa Kursk, lakini Putin alisema atawahakikishia maisha ya watu wa Ukraine na kutendewa kwa heshima iwapo wataweka silaha zao chini. Lakini kwa wale ambao ni mamluki, kwa maana wanajeshi kutoka NATO na mataifa mengine ambao wanaisaidia Ukraine katika vita hivyo, basi watahukumiwa kama magaidi ndani ya Urusi na kulingana na sheria za Urusi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam.